Kama mnavyofahamu, tunatakiwa kunywa maziwa lita 200 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Hii ni sawasawa na glasi moja ya mililita 250 kwa siku kwa mtu mmoja. Maziwa kama chakula hayana madhara yoyote kwa mwili, kwa sababu ni kimiminika ambacho kina meng'enywa haraka ndani ya mwili. Kwa hiyo hakuna madhara yoyote kwa kunywa maziwa mengi. Kunywa kwa kadiri ya upatikanaji wako. Lakini kama chakula kingine lazima kuangalia kwamba unahitaji chakula kiasi gani, lakini kwa ujumla imethibitika kwamba hakuna madhara kwa kunywa maziwa mengi. Hivi sasa hali ya unywaji wa maziwa na hali ya uingizaji wa maziwa nchini? Hali ya unywaji maziwa nchini kwa sasa, takwimu tulizo nazo ndani ya serikali ni kwamba kila Mtanzania kwa sasa anakunywa lita 68 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mahitaji kwa mtu mmoja kwa mwaka kwa ajili ya afya njema na ukuaji mzuri hasa kwa watoto ni lita 200 kwa mtu kwa mwaka. Kwa hiyo utaona kwamba tuko juu ya robo tu ya mahitaji yetu. Tunapata robo tu ya kila ambacho tunakihitaji hapa nchini. Na maziwa tunayozalisha nchini lita bilioni 4.01, tunakunywa yote, hakuna maziwa tunayomwaga. Wako watu wanaosema kwamba soko la maziwa halipo, waje bodi ya maziwa, tutaonyesha masoko ya maziwa. Tunahitaji maziwa kwa ajili ya viwanda, tunahitaji maziwa kwa ajili ya watu wetu. Maziwa bado hayatutoshi, maziwa tulionayo ni kidogo. Na nimesema huko nyuma na nirudie tena kwamba tuna pengo la lita bilioni 9 nchini. Na ndio maana tunaagiza maziwa takriban lita milioni 11, tukitumia shilingi takriban bilioni 23 kwa mwaka kwa wastani kuagiza maziwa kutoka nje ya nchi, kwa sababu maziwa hayatoshelezi hapa nchini. Sinywe tu maziwa ovyo ovyo. Watu wengi tunanunua maziwa bila hata kuchemshwa na kunywa maziwa hayo. Lakini basi kwa semina tulioipata tumepata elimu hiyo. Kwa hiyo tutaendelea kuelimisha watoto wetu juu ya elimu hii kubwa, hasa umuhimu wa unywaji wa maziwa. Hii idara na wiki ya unywaji maziwa, watoto wetu ili wasome na kufanya vizuri wanahitaji afya njema. Na kwenye maziwa kuna virutubisho vingi vizuri. Hata walipozaliwa walinyonya maziwa na wakapata kinga safi. Kwa hiyo nyinyi kuja kwenu hapa mmewaletea akili watoto wetu. Mungu awabariki sana.